Karibu kwenye habari za ulimwengu. Ninayekuletea habari hizi ni mimi Isaac Samuel. Mazungumzo ya amani kati ya Urusi, Ukraine na Marekani yameanza rasmi, yakilenga kumaliza vita vilivyoingia mwaka wake wa 4 sasa. Vita ambavyo vimeitikisa Ulaya, kuigawa dunia kisiasa na kuibua hofu ya vita kubwa zaidi katika historia ya kisasa. Mazungumzo hayo yanafanyika katika mazingira nyeti sana, huku kila upande ukiwa na msimamo wake mgumu na dunia ikifuatilia kwa karibu kuona kama diplomasia itafanikiwa pale ambapo nguvu za kijeshi zimeshindwa kuleta suluhu. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, lengo kuu la mazungumzo hayo ni kujadili mustakabali wa maeneo yenye migogoro, usalama wa Ukraine pamoja na mustakabali wa mahusiano kati ya Urusi na nchi za Magharibi, hususani Marekani na NATO. Hata hivyo, tofauti kubwa bado zipo. Ukraine inasisitiza kuwa haiwezi kukubali makubaliano yoyote yatakayohalalisha kupoteza ardhi yake, huku ikitaka dhamana madhubuti za kiusalama zitakazozuia mashambulizi ya baadaye kutoka Urusi. Kwa upande wake, Urusi inaendelea kusisitiza kuwa maeneo iliyoyaingilia kijeshi yanapaswa kutambuliwa kama sehemu ya eneo lake, huku ikieleza kuwa usalama wake wa kitaifa umehatarishwa na upanuzi wa NATO kuelekea mipaka yake. Marekani, ambayo ni mdhamini mkuu wa Ukraine kijeshi na kifedha, ipo katika nafasi nyeti ikijaribu kusukuma diplomasia mbele, lakini wakati huo huo ikiendelea kuimarisha uwepo wake wa kijeshi mashariki mwa Ulaya. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kwamba kinachofanya mazungumzo haya kuwa hatari zaidi ni ukweli kwamba yanafanyika wakati maandalizi ya kijeshi yanaendelea pande zote. Kwa sasa hakuna tangazo la kusitisha mapigano wala hakuna makubaliano ya awali na hakuna dalili za haraka kwamba vita vitasimama. Badala yake, mazungumzo haya yanaonekana zaidi kama jaribio la kupima msimamo wa kila upande kuliko suluhu ya haraka ya vita. Hofu kubwa iliyopo ni kwamba endapo mazungumzo haya yatashindwa, dunia inaweza kuingia kwenye awamu mpya ya mvutano mkubwa kati ya mataifa yenye nguvu za kijeshi na nyuklia, hali inayofanana kwa karibu na vita baridi, lakini yenyewe inakuwa na hatari kubwa zaidi. Kwa sasa macho ya dunia yapo kwenye meza ya mazungumzo, lakini masikio bado yapo kwenye milio ya silaha uwanjani. Swali kubwa lililobaki ni moja: je, mazungumzo haya yatafungua mlango wa amani au yatakuwa ni ukurasa mwingine tu katika historia ndefu ya vita ambavyo bado havina mwisho? Hiyo ndiyo hali halisi ya mazungumzo ya amani kati ya Urusi, Ukraine na Marekani, mazungumzo yanayokuja wakati dunia ikiwa bado haiko salama. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.